Uhari gani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Yaliyomkuta Nicole Jobery ambaye aliwahi kufanya kazi sambamba na Harmonize. Sasa kuna mapya yameweza kuibuka. Kama unakumbuka, Maimartha ameweza kufanyiwa interview kuhusiana na yaliyomkuta Nicole na kusema kwamba Harmonize ni mmoja ya watu wa muhimu sana kwa Nicole, inabidi aweze kumsaidia mwanadada huyo kwa sababu kesi ya Nicole ilikuwa inahusisha mambo ya upatu, na kuna mmoja ama nyingine inasemekana kwamba mmoja ya watu ambao pengine wangeweza kumsaidia Nicole kwa haraka ni Harmonize, kwa sababu Harmonize kama unakumbuka, wakati Harmonize akiwa na Sara Mzungu aliwahi kufumaniwa akiwa pamoja na Nicole. Maimartha anasema hatuwezi kusahau hilo, lakini sasa kwenye hili sakata la kutapeli watu Nicole Jobery ni kwamba inabidi aweze kusaidiwa na wasanii, lakini mtu ambaye ni wa karibu kabisa ambaye wengine pengine angeweza kutoa msaada kwa haraka ni Harmonize, kwa sababu tayari aliwahi kuwa na mahusiano na Nicole. Sasa kauli ya Maimartha imeweza kuzua hoja tofauti na tunaona maoni yamekuwa mengi sana. Mmoja akasema kwani yeye ndiye aliyemtuma akatapeli. Unajua kosa la utapeli ni kosa kubwa sana, kwa sababu ukitazama wengi wametapeliwa na inadaiwa kwamba kiasi anachotakiwa kutoa ni milioni 40 ili iweze kutoka ndani. Mmoja akasema kwa hiyo katika maeksi unamwona Harmonize tu. Kwa hiyo alikuwa anauliza hivyo shabiki. Mmoja akasema ndo waliyemtuma hatapeli watu. Mmoja akasema kwenye hela hakuna urafiki. Akasema kumbe inaruhusiwa kuchangiwa na X. Anamuita Harmonize ni X wa Nicole, kwa Harmonize inabidi aweze kutoa chango. Akasema Harmonize hawezi kufanya ujinga huo hata siku moja. Mmoja akasema hivi huyu mdada mbona kiroporopo sana hivi, mnashinda tafuta watu wa maana kwa interview. Mmoja akasema so kwa shida ya Nicole pambane tu, yupo masuala ya kusaidia lakini sio hili. Manake kwenye swala la kuwatapeli watu zaidi ya milioni 100 ameweza kutapeli watu. Kiukweli ni jambo ambalo shabiki anakataa na kusema kwamba haitakiwi au sio kuweza kumsaidia Nicole, kwa sababu Nicole amefanya ujinga na ameweza kufanya wizi ambao kiukweli unaweza kumgharimu kabisa, na kiukweli imeweza kuleta shida kwa sababu kuna mmoja ama nyingine inaonekana kabisa kwamba Nicole ni kama amenaswa. Sasa kuja kujingatua pale inabidi aweze kuangalia utaratibu mwingine, au sio? Lakini ukitazama zaidi Karima Story ameweza kuposti hii habari na kusema kwamba Harmonize alikuwa mpenzi wa Nicole, kwenye hili hawezi kukwepeka, akumbuke basi hata mazuri yake akamsaidia pia. Wema Sepetu, Wolper, Juma Lokole, star kama Nicole ni kukosa dhamana, mimi stani huzuni na fedhea. Hayo alikuwa ni maneno ya Maimartha kwamba haitakiwi ni fedhea. Sasa kauli hii mashabiki pia wakajitokeza kusema huyu dada kuna kitu atakuja kukatwa huo mdomo. Kusema sio kwamba Nicole hana watu wa kumtolea yeye, ila asili ya watu weusi ni kumkimbia mtu wake karibu akiwa na tatizo. Mmoja anasema kwamba yani Wolper lile hekalu lake kaliweke dhamana kwa ajili ya mtu tapeli, kuwa ni serious jamani. Mmoja akasema kwamba mimi siwezi mcheka mtu, ili anazidi kujifunza katika uhai niliopewa na Mungu, au sio? Kwa lazima alizike na alichonacho. Mmoja sasa Hamu anaingiaje hapo, we shangazi? Inaonekana vipi aweze kuingia hapo? Dondosha maoni yako kisha na subscribe.